Sasa wakati wanazungumza, kila mmoja alijaribu kuzungumza kwa nini amesimama hapa. Mzee Mkuchika, kwa kujua kuwa yeye ni mzoefu kuliko mimi, akaona anitishe kwanza. Akasema mimi nimesimama hapa kwanza kama lay canon, lakini mzee mwenye miaka 70 anajua sijaifikia. Na akamalizia kwa kusema yeye anaruhusiwa kukemea kwa umri wake. Nikajiuliza mimi nitajitetea kwa lipi? Nikakumbuka namwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa sababu hiyo uhalali wa kuzungumza ninao sawa sawa na mzee Mkuchika. Utaratibu wa Anglikana ni wa kuheshimu taratibu zilizopo, na kwamba hisia za mtu binafsi hazina nafasi kwenye kanisa la Anglikana. Na ndio maana mimi wakati nasoma chuo cha ualimu Katoke, kwa miaka yote miwili nilikuwa na sali Anglikana. Nilijifunza nidhamu ya liturujia na kumwabudu Mungu wa kweli kwa kufuata utaratibu. Kwa maana hapakuwa na wasiwasi wa matumizi ya wakati hapa. Hata wakati wa liturujia, kuna wakati walivyoambiwa watu piga magoti, kabla hawajaambiwa piga magoti walishapiga toka mwanzo, kwa sababu wanajua kitendo kinachofuata. Nataka niwapongeze sana mababa askofu kwa kudumisha nidhamu hii ya kanisa na kufanya utaratibu wa ibada huu kuwa mzuri. Hongereni sana kwa maandalizi haya. Mmempa heshima kubwa sana baba yetu Jacob William Kahemele kwenye siku hii ya tukio lake. Lakini amenituma salamu za upendo kwenu wote na pongezi nyingi na baraka kwa kanisa Anglikana na askofu wetu mpya aliyepokea wito huu kwa siku hii ya leo. Mheshimiwa Rais ameniambia nikufikishie salamu baba askofu mteule na uliyewekwa leo kuwa askofu Anglikana, kwamba yeye na serikali yake wataendelea kufanya kazi na wewe kama ambavyo tumeendelea kufanya kazi na watangulizi wako. Mheshimiwa Rais anakutakia kila laheri, anakuombea mema ufanikiwe zaidi, na maono ambayo unayo ya kuliongoza kanisa, basi Mungu ayape kibali yapate kufanikiwa kwa ajili ya ustawi wa kanisa. Jana wakati najiandaa kutoka Dodoma kuja, nilikutana na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, ambaye na yeye alithibitisha kushiriki kwenye tukio hili muhimu. Lakini baada ya msiba ule kutokea, alinituma nikuletee udhuru wake. Kwangu natamani sana kuja, lakini kwa sababu ya msiba ule ameshindwa, na yeye amenituma salamu nyingi. Naomba nizifikishe kama nilivyotumwa kwako, akisema kuwa yeye pamoja na chama anachokiongoza kama mtendaji mkuu wanakuombea mema na wako tayari kushirikiana na wewe wakati wote.